Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Langu jina ni Al-Habib Musa na kukaribisha katika kipindi chako pendwa kabisa cha elimu na uongofu ndani ya chaneli yako pendwa ya Rapta TV. Na leo moja kwa moja bila kupoteza wakati tutaenda kuzungumzia mada adhim kabisa ambayo inazungumzia kuhusu faida na hasara za mitandao ya kijamii. Kwa neno la Kiingereza wanasema social media. Na atakayeenda kuzungumzia mada hii tunaye mgeni wetu ambaye atakayezungumzia mada hii adhim kwa kusherehesha vizuri, na sehemu nyingine nitapa nafasi aweze kujitambulisha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa rehema ziada ya kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, kwa majina naitwa Maalim bin Abdullah bin Ali Mwale. Nipende kusema namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunijalia fursa hii adhimu sana ya kuja kuketi hapa kuweza kuzungumza na ndugu zangu wa Kiislamu walioko pande zote za ulimwengu wa dunia. Lakini pia jambo la pili ni shukuru uongozi wa Rapta TV kwa kunipa nafasi hii adhimu sana ya kuweza kuja kuzungumza na ndugu zangu watukufu, ndugu zangu wa Kiislamu na wasiokuwa Waislamu, kuwapa elimu juu ya masuala mazima ya Kiislamu. Asante sana. Naam. Kwa mujibu wa dini yetu ya Uislamu ama kwa mtazamo wa Kiislamu, hii mitandao ya kijamii kwa maana ya social media imekuwa na mchango gani katika kueneza maadili mema katika jamii? Asante kwa swali lako Said Musa. Umeniuliza kwamba mitandao ya kijamii ina mchango gani katika kukuza maadili yaliyokuwa mema. Wallahi alhamdu, niseme kwamba mitandao ya kijamii ni moja ya sehemu kubwa ya kukuza elimu ya dini na elimu ya kijamii kwa ujumla, kwa sababu kwenye Uislamu wetu huu elimu ziko za aina mbili. Kwanza elimu ya dunia na thumma elimu ya akhera. Mitandao ya kijamii hii, social media, zinakuja kurahisisha elimu, lakini sasa hatari yake kubwa iliyokuja ni kwamba matumizi ni tofauti. Matumizi ni tofauti. Kwa nini nimesema hivyo? Kwa sababu leo ukichunguza Ustadh Musa, wanafunzi tunawasomesha madarasani mule, akitoka school akarudi nyumbani, kuanzia muda amerudi nyumbani mpaka unafika usiku, ipo tamthilia tu TV, labda una simu, tableti zile, anakaa anaangalia vitu ambavyo havifai, labda inawezekana havina maadili na yeye. Kwa hiyo mitandao ya kijamii tukitumia vile inavyotakiwa itakuwa ni sababu ya maadili kukua. Kwa namna gani? Ni kwamba wewe mwanao, mfano muda wa kusoma madarasa hana, mfano labda muda ni mchache, unaweza kumtumia muda ule akawa unamwekea mawaidha ya mashehe mfano, au darasa zile za YouTube mfano, akawa anasoma YouTube, anaona vizuri, anafuatilia vizuri, yale ikawa kwake ni mepesi. Lakini pia niliwahi kumuona mtu mmoja faida mtandao wa kijamii kwa jamii na maadili kwa jumla. Niliwahi kumuona mtu mmoja aliwahi kuniambia kwamba aliwahi kumuona shekhe letu, mlezi wetu Sheikh Isa katika simu, hamfahamu. Akaniambia huyu shekhe bwana anaitwa Sheikh Isa, lakini mwanangu ndo aliniambia huyu shekhe alimuona. Yaani kupitia mwanae akawa amempenda yule shekhe namna anavyodarasisha madarasa zake na nini. Sasa mwanangu aliniambia kuhusiana na huyu shekhe kadha, darasa zake zilivyo. Kwa hiyo ni moja ya faida nini? Ndio kijamii. Maana yake mwanae aliona. Je, mwanao akiwa sio mtu mambo yale, na yatakiwa wewe mwenyewe kwanza uwe mambo yale kwanza, alafu ndio mwanao afanye aige kitu kilichokuwa chema. Nimalizie shekhe langu mmoja, Sheikh Omar, Allah muhifadhi na mpe umri, miongoni mwa walimu zangu, sababu sisi barnamiji yetu ya kusoma tumekuwa na walimu wengi sana. Miongoni mwa walimu zangu aliwahi kuniambia kitu kimoja, asema idha kana rabbul baiti tabulan fala talumanna subyan. Utakapomuona baba mwenye nyumba ni mpiga ngoma, yani baba kazi yake ni kupiga ngoma, basi usilaumu ukimuona mwanae siku anacheza anakatika, yani usije ukaja ukalaumu. Kwa sababu gani? Yale anayoona wapi? Anayoona nyumbani kwao yanafanyika. Kwa hiyo wito wangu kwa wazazi, wito wangu kwa walezi, wao ndio sababu ya tabia njema kwa jamii zao. Wakiwa kwenye mitandao ya kijamii wanafanya mambo mazuri, maana yake ni wazi watoto wao wataiga nini kilichokuwa kizuri. Asante. Naam, Ustadh Abdullah Mwale. Naam. Ni tabia zipi ambazo huwa zinatokea kwenye mitandao ya kijamii ambazo dini imeshazikataza kwamba hazifai, napaswa kuziepuka? Ustadh Musa, kwanza niseme nashukuru swali hili, na kwa ulimwengu sasa hivi ndio nasema limeshika hatamu.
Kabla sijakwenda moja kwa moja katika swali lako, ni nukuu aya moja ndani ya kitabu cha Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 8 Suratul Anfal aya nambari 25 anasema, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Hii aya nimeinukuu kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema wattaqu fitnatan, tahadharisha sisi wanadamu, jitahadharisheni na fitna, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ambayo fitna hii ikituka madhara yake hayatamgusa, hayatawapata wale waliodhulumu peke yao. Mungu anasema hivyo, lakini wa'lamu anna Allah shadidul iqab, lakini jueni kwamba Mwenyezi Mungu ndio mwingi wa adhabu iliyokuwa kali. Ukiangalia hii aya ilivyo, Allah anasema wattaqu fitnatan. Neno fitna hapa limekuja kuwa ni ismu nakara katika lugha. Kuna katika lugha ya Kiarabu tumesomeshwa zamani na walimu zetu, kuna ismu nakara na ismu maarifa. Lakini fitna ya hapa ambayo Allah ameisema ni ismu nakara. Kwa hiyo moja kwa moja naweza nikaivua hii aya nikaleta kwenye mada yetu ya leo. Mwenyezi Mungu anasema wattaqu fitnatan, jiepusheni na nini? Na fitna. Leo katika fitna iliyokuwa kubwa ni social media Ustaz Musa. Kwa sababu nasema hivi, naomba nieleweke vizuri, sababu waliokuwa wengi matumizi yao kwa social media si matumizi yale ya sawa sawa. Mfano, moja ya faida ya social media ni kutoa elimu kwa jamii kwa haraka, si ndivyo? Tunajua kwamba ilikuwa zamani kupata information za kielimu kwa haraka haiwezekani, lakini leo imekuwa ni nyepesi. Sasa vice versa imekuwa ni kwamba watu wengi wanatumia social media kwa kinyume na makusudio yaliyokusudiwa. Kwa hiyo unakuta kwamba ule mchango ulikuwa unahitajika wa social media kwa jamii ya kileo unakosekana kwa sababu matumizi yake ni tofauti. Kwa hiyo nitoe tahadhari, kabla sijaelezea moja kwa moja, nitoe tahadhari kwa wale wote ambao ni watumiaji wa social media. Mitandao ya kijamii imekuja ikiwa ni fursa aidha ya kielimu, fursa za kiuchumi. Kwa hiyo tuitumie mitandao ya kijamii kama fursa, imekuja kama fursa, lakini tukitumia vice versa, maana yake ni kwamba tupeleka ulimwengu katika matarajio ambayo si matarajio yanayotarajiwa na kwa matumizi ya social media. Asante. Shukrani sana Ustadh Abdallah Mwale. Swali lingine ni kuwa leo hii katika nyakati tulizopo, vijana wengi wamekuwa wakifanya mitandao ya kijamii ndio tegemezi pekee katika kujifunza. Tunaona hata wale ambao wako katika vyuo leo hii wanatumia app fulani ambayo inaitwa ChatGPT. Yaani wanapopewa maswali anaitumia ile kuuliza kisha anapewa majibu. Umeona? Lakini si hivyo tu, hata katika wale ambao wanasoma, vijana kama sisi wanajifunza masala ya kidini, vile vile wanatumia kutafuta fatwa kupitia mitandao ya kijamii, hasa hiyo ChatGPT. Unawashauri nini kutokana na kitendo kama hiki ambacho wanakifanya vijana? Karibu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametueleza namna ya kutafuta elimu kwa nyanja nyingi sana. Lakini leo ulimwengu umegeuka, umekuwa tofauti kidogo. Kwa namna gani nikisema hivi? Ni kwamba namna ya utafutaji wa elimu wa zamani sasa hivi ni tofauti. Hata akili, mfumo wa akili sasa hivi ni tofauti na kizamani. Mfano umetolea mfano wa moja katika application hapo umeitaja, hiyo ni AI, ni akili bandia maana yake, si ndivyo? Nategemea akili ya mtu. Vijana wengi wamejiwekeza huko. Lakini sitaki niponde kwamba hilo jambo halifai. Linafaa, lakini isiwe kwamba ni mazoea ya watu ya kutumia ChatGPT. Kwa namna gani? Ni kwamba kanuni ya kielimu inasema man dakhala wahdahu kharaja wahda. Atakayeingia mwenyewe katika elimu atoka kama alivyoingia. Na kusudia namna gani kusema neno haya? Ni kwamba elimu ilivyowekwa ina mifumo ya usomaji. Kwa mfano tumeita dini ya mifumo ya usomaji. Kitu kimoja ambacho moja mfumo ni barnamiji. Madrasa nyingi ukienda kuna barnamiji za kusoma. Unakuta kwamba kuna fasul awali, thani, thalith, rabi mpaka huko. Mfumo wa kusoma uko kadha. Lakini ChatGPT mfano ule mtolea, mifumo yake ya usomeshaji ni tofauti na kusoma mbele ya mwalimu hivi ukawa mwalimu akusomesha, si ndio? Sasa vijana na watahadharisha vijana wenzangu kusoma kwenye mtandao wa kijamii moja kwa moja, achana ChatGPT, Google na mengine. Moja kwa moja kusomea kule. Kinachokuja ni hivi, unakuwa na overconfidence. Yani kujiamini kupitiliza. Mtu akaja pale akawa na nguvu ya kusema kadha wa kadha, anajua sikatoa kule. Kuna vingine Sheikh Musa, wallahi nasema niko hapa Rapa TV, nasema na shida navyo ni kwamba kuna vingine ukiviuliza vinakuwa havina majibu moja kwa moja. Tunaanza katika masuala ya dini ya Kiislamu. Majibu moja yafanya hakuna. Niliwahi kuletea swali siku moja ya mtu kuhusiana na hadithi,
amemuuliza ChatGPT akajibiwa, akaja pale akaleta ile hadithi, bwana Sheikh, hadithi bwana kadha kadha. Nikamwambia fasaha usahihi wake hadithi sivyo hapo alipoenda kuuliza. Kwa hiyo tukitegemea huku moja kwa moja, maana yake tutaivunja mfumo sahihi wa elimu. Katika usul fiqh tunaona wanasema al-aslu baka'un ala ma kana. Al-aslu baka'un ala ma kana. Asli inabaki sehemu yake siku zote. Kwa mfano, inawezekana wewe Sheikh Musa ukawa ni Msukuma, mimi nikawa labda ni Mdigo, si ndivyo? Ukaishi nje ya Tanzania mfano. Ukaishi miaka mingi, ukarudi hapa Kiswahili pia ukijui. Unaongea Kiingereza lakini ukiongea mtu anambia, lakini kama vile lafudhi yako ya Kisukuma wewe. Kwa hiyo asili vali, asili haivuki. Kwa hiyo asili ya elimu ni kukaa tukafanya, wakasomeshwa madarasani, wakasoma kwa aina mifumo ya baina yake na mwalimu, si kwenye mitandao iwe ni kwa dharura tu. Kwa sababu wanasema kwa sheria an-nawadiru la hukma alayha. Nadra huwa haitolei hukumu. Nadra huwa haihukumiwi. Kwa hiyo social media hizi ziwe ni katika nadra tu yani. Isiwe kila wakati akili yako egemee kule, ukitegemea kule ndio utauzwa 2 mara 2 ngapi? Utakwenda kwenye calculator ukaangalia. Kwa sababu akili yako ishafanya ishaleo kule, kwa hiyo uwezo wa kufikiria, uwezo wa akili unakuwa mfano umeondoka, kwa sababu akili yako ishakubali kwamba mimi kila jambo ndogo, kila jambo ChatGPT, kila jambo sijui wapi, kila jambo wapi. Kwa hiyo uwezo wako wa akili unafanya unapungua, na ndio maana ukaitwa mfumo unaitwa AI. Unaitwa AI maana ni akili bandia. Moja ya hatari ya madhara ya AI ni adui wa elimu. Adui wa amekuja kuwafanya vijana wamelowea kwamba elimu zao wao ni kwenye mitandao. Yaani ukimleta huku akili yake haifocus tena na yaani akili ishafanya ishafyonzwa kabisa tayari kwamba akili yake ishabezi kule. Kwa jambo tu bwana na masala kadha kadha, atoa simu mfukoni anaandika pale. Niambie kadha kadha na basi hapa na wajua hilo swala ni kadha wa kadha. Shekhe, je, tukwambie tupie bahthi umetolea wapi au uliyozungumza? Majibu ya moja kwa moja hana. Kwa sababu gani? Akili yake tayari imekubali kwenye mtandao wa kijamii. Tahadhari nitoe au niwanasihi vijana wenzangu, social media au matumizi ya mtandao wa kijamii ya AI na ChatGPT yawe ni kwa dharura, sio kwa kila jambo basi unabezi kule. Asante sana. Naam, Ustadh Abdallah Mwale, na washauri nini wazazi na walezi ambao wanawapa simu watoto wao angali wadogo, na imefikia hatua leo hii mtoto akiwa analia basi anatumia ndio kama simu kuwa ndio kibembelezo chake kwa kumwekea katuni na klipu mbalimbali ili mtoto apate kutulia. Unatoa ushauri gani katika hili? Jamii ya Kiislamu leo namna tunavyokwenda na watoto wetu ni tofauti, kwa sababu moja ya hatari iliyokuwa kubwa ni kwamba wazazi wengi hawana muda na watoto wao. Wewe ni msomeshaji unafahamu ile swala. Kuna wanafunzi baba yake na mama yake wote wakitoka ni alfajiri, wakirudi saa 4 usiku. Atoka mwanae hajamuona, anarudi mwanae hajamuona. Maana yake ni kwamba huyu kwanza anachangia mmomonyoko wa maadili, kwa sababu moja ya faida iliyokuwa kubwa, faida wanao ukiwa umekaa nao wewe mwenyewe unaweza ukafahamu tabia zao, unafahamu wanapenda kitu gani, unafahamu jambo gani, kuna kitu gani kwa kimeongezeka unakifahamu ukiwa unakaa nao. Zamani nilikuwa napenda kutoa mifano, watu walikuwa wakila zamani wanakula wakiwa wamekaa familia nzima pale, baba wanao wamekaa pamoja pale. Leo kunakuwa watu wanakula sahani, kile anakula kwake. Kwa hiyo hata hii pia ni sababu ya tabia iliyokuwa mbaya kwa jamii. Ushauri wangu, mtoto anapokuwa analia ukampa simu ikawa ndio inamliwaza, unatengenezea mazingira hatarishi, kwa sababu leo vijana wengi, Ustaz Musa, vijana wengi sana wa Kiislamu na wasiokuwa Waislamu wanalala over saa 6. Vijana wengi sana. Hatari yake ni kwamba anakaa mtandaoni muda mrefu, kwa sababu ni mazingira yafanyaje shatengenezwa tokea zamani. Lakini pia hatari kubwa vijana wengi, Ustaz Musa, hivi nalisema na hili linaonekana live, vijana wengi wamekuwa wanaangalia mieleka kwenye simu. Kwa lugha hiyo sitakuwa amenielewa. Wanaangalia mieleka ni kwa sababu gani? Mazingira ya kupewa simu za kutokea zamani, ma tablet na kama mtu nzima anajisimu na tablet anachezea kila wakati, na mambo ya muhimu hayaangalii. Maana wewe mshamiki kwenye masuala ya muhimu, unamjengea mazingira kwamba kwenye mtandao anaangalia kitu gani yeye. Hana account zozote ambazo sio maana yake sana kwenye mazingira yale itokea kwa darasa la 2, la 4, la 5 anakwenda. Lakini ukiangalia chanzo ni nani? Ni mzazi. Ndio sababu ya mwanao ameharibika. Kwa mfano, naweza nikakupa kisa kidogo tu cha mtu mmoja. Mwalimu wangu alinihadithia kisa na pia nikitoa watazamaji wakisikie. Kuna mtu mmoja alikuwa anasoma mtandaoni tu, yani hajasoma darasani, anasoma tu mtandaoni, anasoma mtandaoni tu, yani muda mrefu mtandaoni anakusomea yeye.
akaenda darasani kusomeshwa. Akifika darasani pale kusomeshwa, mwalimu akamfundisha dua ya kulala. Ile dua unajua bismikallahumma amutu wa ahya. Dua ile tu akasomeshwa. Dua ile pekee yake akasomeshwa. Na mtu wa mitandao yule bwana akarudi nyumbani amechoka, hata mara kuna kusoma dua tena na nini, akaona mpaka ni tabu. Ile bwana akasiku kwanza msalo wa kwanza, siku ya pili, ya tatu akawa amechoka sasa kusoma dua. Alichokifanya yule bwana akachukua pen na karatasi dua akafanyaje? Akaiandika ile dua chwa, akaenda kitandani pale akaiganisha kwenye kitanda pale chwa. Ukifika usiku anasema anaambia dua, Mungu kama kawa anaelekeza ile dua kwamba Mungu asome mwenyewe. Tayari akili yake ishafanya. Yaani akifika pale ametoa simu kashilata tayari huyo yupo kwenye mitandao. Maana tayari hawa wameathirika na nini? Na mitandao. Ni washauri wazazi wenzangu na walezi kabisa na walimu kwa ujumla. Wazazi hasa wazazi. Tusitumie sisi wazazi ndio sababu ya watoto wetu kusalimika. Mitandao ya kijamii na ulimwengu. Ulimwengu sasa umefanyaje? Umeharibika. Ukichunguza mtandaoni Sheikh Musa kwenye video 10 utakazonga labda TikTok wala hivi, basi 2 ndio za maadili, 8 zote ni video ambazo sio nzuri. Kwa hiyo mwanao unapompa simu yako kwa maana sababu ya kumliwaza aangalie mavideo na makatuni na nini, uende kwa sababu ya kuharibika yeye. Lakini mchangiaji nani mkubwa? Ni wewe. Tunatafasiri kwamba mwanangu hichi ndio atatulia, unampa simu. Zamani ulikuwa unaweza kufanya kosa, ukilia unapigwa tena mara ya pili. Lengo nini? Ujikane lile ulifanya ni kosa. Lakini leo mtoto sasa akafanya kosa, akalia akampa simu, basi shika chezee. Kwa hiyo wewe mwenyewe unafanya unamwari kesho na kesho kutwa mwanao akiharibika, unamwambia mwanangu mimi kaharibika, mwanangu ana kadha kadha. Lakini kumbe wewe ndio nini? Ni sababu mwanao kuharibika. Kwa hiyo wazazi tusitumie simu na tablet kwa sababu ya watoto wetu fanye ni kwamba watoto ndio wao tunawaliwaza, tunafanya kwamba ndio wao kwamba analia wanafanya nyamaze mwanao, sio suluhishi ile. Uende hiyo simu ikasababu mwanao fanya ya kumharibu akiwa mkubwa. Asante. Shukrani sana Ustadh Abdallah kwa ushauri wako. Nadhani bila shaka mtazamaji atakuwa amepata darasa kubwa kutokana na yale ambayo umeyazungumzia hapa. Tusifanye kama kibembelezo kwa watoto kutumia simu pekee kwa kuwapa katuni hizo kuzitazama. Labda na mimi shauri hapa ndugu yangu Ustadh Abdallah Mwale, ikiwezekana kama mzazi ndio umeamua kufanya hivyo, basi muwekee zile katuni ambazo zina mafunzo, kwa sababu zipo katuni ambazo zinafundisha, zinaelimisha masala ya kidini, lakini kuna masala ya kielimu ya secular. Kwa hiyo mkabidhi mtoto wako, lakini pia umsimamie, usimwachie tu moja kwa moja kama baadhi ya wazazi ambavyo wanafanya. Kwa hivyo mtazamaji, ulikuwa nami Al-Habib Musa aliyekuwa anakudarasisha siku ya leo ni ustadhi wetu, mwalimu wetu Abdallah Mwale. Ili kuendelea kupata darsa na mafunzo mbalimbali kama haya, usisahau kusubscribe channel yetu ya Rapta TV ambayo itakuwa inakuletea darsa mbalimbali na mafunzo mbalimbali. Na kama utakuwa una swali, basi utaandika katika comment section hapo, na tunakusihi tu share na ulike kwa watu wengine ili waweze kuwa na wao ni miongoni mwa wenye kupata darasa kama hizi, tuweze kuwa ni wenye kufaidika na kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kipindi ni elimu na uongofu, na ndio lengo tupate kuelimika ili tupate kuongoka mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa waja wake waliowema wanaosikiza maneno na wakafuata yaliokuwa mazuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.